Ni mtu ambaye anadili sana na masuala ya diplomasia na itifaki, ni mkufunzi pia katika maeneo hayo. Nichukue nafasi tena leo kuwakaribisha kwa wale ambao juzi hawakuwepo, karibuni sana Zanzibar. Na wale ambao wapo natumai kwamba wameona uzuri wa Zanzibar baada ya kutembea katika maeneo machache yale ambao wamebarikiwa kuona katika maeneo hayo. Leo nimesema tuwe pamoja kuangalia katika session ya chakula pekee, ama wakati mwingine tunaita mchapalo. Ndio maana tukasema tuna adabu za mezani ama adabu za wakati wa chakula. Tunapoenda katika eneo la mwaliko ama mchapalo, jambo la kwanza kabisa la msingi ni lazima tuwe na kadi ya mwaliko. Kila mtu lazima awe na kadi ya mwaliko, kwa sababu kwenye kadi ya mwaliko kuna vitu vya msingi sana vinapatikana ndani yake. Jambo la kwanza kwenye kadi ya mwaliko inakuonesha sehemu gani shughuli hiyo itafanyika na muda gani. Lakini wakati mwingine jambo la msingi sana ambalo nataka tuangalie kwenye kadi ya mwaliko ni kwamba kuna masharti gani ya uvaaji ambayo yameelekezwa katika kadi hiyo ya mwaliko. Kuna baadhi ya kadi za mwaliko zinakuja na maelekezo ya kwamba mtu anatakiwa avaeje katika eneo hilo. Lakini pia tunapokwenda katika shughuli hizi, jambo la msingi sana la kuzingatia baada ya kufika kwenye shughuli, tusipangue utaratibu wa kukaa kwa sababu ya mapendekezo yako. Hata umemwona rafiki yako, umemwona mwenzako, umemwona partner wako, umemwona rafiki yako, kwa aina yote natakiwa tuheshimu ukaaji wa eneo hilo ambavyo vile imewekwa katika eneo hilo. Tukiendelea mbele tunaangalia pia adabu za mezani. Ni kwamba adabu nzuri za mezani husishwa na mahiri wa stadi. Jifunze jinsi ya kuagiza kutoka kwenye menyu. Wakati fulani tunakutana na menyu za aina tofauti tofauti. Usihofu kuuliza. Si kwamba kila chakula unachokwenda unakijua. Kuna safari moja tuliwahi kwenda Rwanda. Bahati nzuri au bahati mbaya tunafika pale saa 4 ya usiku kutokana na delays mbalimbali. Wakati tunafika pale resta ikawa imefungwa. Wale wa huduma wakatuambia, jamani, kuna chakula kichache, angalieni kwenye menyu. Mmoja wetu kati ya pale, unajua hizi lugha kidogo zina tofauti, na bahati mbaya siku ile tulipewa menyu ambayo kidogo ina ukakasi. Sisi wengine tukauliza hii ni nini, unaambiwa okay, hii ni kuku ambayo ina pilipili nyingi, hii ni kuku ambayo ina pilipili kidogo. Mmoja wetu akajifanya yeye mjuaji kidogo, akaagiza chakula ambacho anachokiona yeye mwenyewe kinamfaa katika ile menyu. Hiyo ilikuwa ni saa 4 ya usiku, mpaka chakula kinakuja pale ilikuwa almost karibu halfway, na ni saa 4:30 tayari imeshakwenda. Chakula alichoagiza bahati mbaya kikaa ni chakula cha kuku, lakini chakula ambacho kina pilipili kupitiliza kuliko vile ambavyo mwenyewe alikuwa ametarajia. Na bahati mbaya wakati ule saa 4 ya usiku ile rest ikawa imefungwa. Nini kinachofuata? Maana yake unakwenda kulala na njaa. Hapa nakusudia kusema kwamba sio kwamba kila menyu tunaijua, wala sio kwamba kila tunapokwenda kila chakula tunakijua. Epuka kuagiza chakula ambacho haukijui, na kwa tafsiri haraka kiustaarabu tunatakiwa tuombe msaada kwa chakula ambacho hatukijui tunapokwenda kukutana na menyu za aina tofauti zile ambazo tumezizoea. Kuna hichi kitu ambacho tumekiweka hapa, tunakiona ni sample ya vyakula vingi tunapokwenda katika buffet. Tukikutana na vitu kama hivi, tunashauriwa sana tuepuke kula vyakula vyenye mafuta mingi, pilipili nyingi. Sio kwamba kila chakula ambacho kimewekwa hapa kinatakiwa kiliwe. Kuna mtaalamu mmoja Franklin alisema, eat to please yourself and dress to please others. Kula kwa kuifurahisha nafsi yako na vaa kwa kuwatuliza wengine. Haya maneno yana hekima sana. Kula kwa kuituliza nafsi yako, kwa maana kwamba sio kwamba kila kilichowekwa hapa ati kwa sababu kuna varieties of food ndio kula kwa kuituliza nafsi yako. Na mara nyingi sana mlaji mzuri ni yule ambaye anakula kidogo kile ambacho amekimisi kwa muda mrefu akiwa mbele za watu. Tunasema kuna kula na kuna adabu za chakula. Kula kila mtu anakula. Lakini nani anakula kwa adabu ya chakula? Ni yule ambaye anachagua namna ya kula anapokuwa mbele za watu. Unapokuwa mbele za watu unatakiwa ule kwa adabu. Na kula kwa adabu ni kama huku, ni kwamba unachagua chakula ambacho umekimisi kwa muda mrefu. Siamini kwamba kila kilichokoa hapa mtu hajawahi kula. Siwezi kuamini hicho kitu. Lakini tatizo linakuja, umekwenda pale unakuta kuna maandazi unachukua, unakuta kuna chapati unachukua, unakuta kuna vitumbua unachukua, kuna kuku unachukua, sijui kuna sambusa unachukua. Yaani ukitoka pale wewe umejaa mlima huo. Hii tunasema hii si kula kwa adabu, hii ni kula kama kula zile nyingine ambazo hatuzishauri.
Kwa hiyo tunapokuwa katika maeneo kama haya ya chakula, kitu cha msingi sana cha kuzingatia, nimesema tuepuke vyakula ambavyo vina mafuta sana, lakini pia tuepuke vyakula ambavyo vina pilipili sana, kwa sababu chakula chenye mafuta na chakula chenye pilipili kinaweza kikakuletea shida nyingine ambazo hukuweza kutarajia kutokana na shule ambayo ipo mbele yako. Katika hapa tunasema ustaarabu mzuri wa chakula tunapokwenda mbele za watu. Kwanza tuanze na salad. Zinapoletwa salad, watu wengi wanasikimbia salad, wanasema ni kila salad nitakuwa nimeshiba, alafu baadaye nitaacha kula chakula ambacho kitakachokuja mbele yangu baadaye. Tumbo lolote linapokaa kwa muda mrefu linatengeneza gesi. Gesi hili ikae vizuri sawa sawa, lazima kwanza ipate mmeng'enyo uliokuwa sahihi na uliokuwa mwepesi kabla kwenda kwenye chakula kizito. Ndio maana napendekeza tuanze na salad, lakini baada ya kuanza na salad chukua chakula ambacho kitakuwa ni cha kiasi ambacho tunaweza kumaliza. Lakini baada ya hapo tunatakiwa pia vile vile omba chakula mbadala kama kuna chakula ambacho kimeandaliwa katika meza hiyo ambacho wewe hukifahamu na wala huwezi kukitumia kwa wakati huo. Lakini pia usichukue kinywaji au chakula chochote wakati wa kuhudhuria mwaliko. Tumekupa mwaliko, anakwambia rafiki yako njoo nyumbani kwangu nimekualika, alafu unakwenda na maji yako ya Uhai, ya drop ya Kilimanjaro, ukimaanisha kwamba hii ni dharau na kuonesha kwamba unakokwenda sio salama. Kwa hiyo tunapoalikwa tuhakikisha hatubebi kitu chochote. Mtu mwingine anakuja umemwalika mchana, anaanza kuja na ndizi zake, anasema mimi ndizi za aina hii ndio ambao nazipenda. Sasa alikwambia nani kwamba unakokwenda hizo ndizi zitakuwa hazipo? Au alikwambia nani kwamba hiyo huko unakokwenda labda apple hakuna? Kuna mtu anawabebea. Wakati mwingine tunaenda na watoto kwenye mialiko, unawabebea watoto wako apple, unawabebea watoto wako maji, unawabebea watoto wako ndizi. Katika ustaarabu wa chakula na milaji, nasema huo sio ustaarabu, na tuache tabia hizo tunapokwenda katika mialiko ya aina mbalimbali. Kuna mtu huyo unakuta katika ulaji wa aina kama hii, hapa tayari ameweka yani kila aina kitu ambacho kakikuta kwenye meza ameweka. Sasa unajiuliza aina hii unaenda kula wapi? Huu si ulaji ambao unaopendekezwa katika kula. Ili kuepuka aibu ya aina hii, tunashauriwa sana unapotoka nyumbani ukiwa una njaa kali sana, tafuta kitu chochote cha kukuondoshia njaa ukiwa njiani ama ukiwa nyumbani. Kama umerudi nyumbani saa 11 na mwaliko huko saa 12, au umerudi nyumbani saa 6 mwaliko huko saa 7, basi tafuta kitu chochote cha kukuondolea njaa ili uepuke kwenda kwenye buffet ama mhadhara wa watu ukajikuta unajaza vyakula kuliko tofauti yako ya kawaida. Hii inatokana na kwamba yawezekana mtu amekaa na njaa muda mrefu, au yawezekana ana ile tabia ya kula sana, ambapo nashauriwa kitaalamu kama wewe ni mlaji mzuri. Kuna watu walaji wazuri, hii ngoma anaondosha peke yake. Lakini kama ni mlaji mzuri wa hii ngoma, nenda taratibu. Kaeke kwanza kidogo portion ndogo, njoo kwenye kiti kula. Nenda tena kachukua portion nyingine, njoo kwenye meza kula. Taratibu, hata mara 3 mara 4 hakuna tatizo. Tatizo linakuja wewe ni mlaji mzuri, alafu kaeka ngoma kama hii, watu wanaanza kukusnapchat, watu wanaanza kukunini, baadaye unakuja kwenye vitu ambavyo haviko sawa sawa. Katika maadili ya wakati wa chakula, haturuhusi kutumia simu. Unatakiwa wakati wa chakula unazima simu yako, lakini pia kutumia vizuri visaidizi vya chakula wakati wa kutumia chakula. Lakini pia hairuhusi kukata chakula kwa meno. Unachukua nyama unakata hivi, unachukua mkate unakata hivi, sio mara umechukua apple umekata hivi. Tunapoandalia watu chakula, maadili ya chakula chochote ambacho kinahitaji kukatwa, kama chakula hicho hakijakatwa kitaalamu na kiutamaduni au kitaalamu na kiustaarabu, maana yake chakula hicho hakiliwi. Kwa mfano umeniwekea apple na unataka mimi apple hiyo nile, alafu hujaniwekea kisu cha kukata au hujaikata, tafsiri yake ni kwamba apple hiyo mimi niiache. Umeniwekea chungwa ambalo liko zima, hujalikata au hujaweka kisu cha kukata, tafsiri yake maana yake chungwa hilo mimi nisile, niliwache. Huo ndio ustaarabu wa chakula. Kwa hiyo inawezekana apple limetumika kama pambo, ndio maana limewekwa pale alijakatwa. Sasa wewe ukianza kulikata kwa meno, maana yake watu wanaanza kujiuliza huyu mtu anatoka wapi? Huyu mtu ana ustaarabu wa aina gani? Apple ni pambo, wewe unakata unaanza kukata kwa meno. Imeletwa pale chungwa ni pambo, wewe unachukua unaanza kukata kwa meno. Ndio maana tunasema kwenye ustaarabu wa chakula mbele za watu, chakula kinachohitajika kukatwa, kama hakijakatwa chakula hicho hakiliwi na kinaachwa kama kawaida. Yawezekana kinatumika kama pambo na sio chakula kwa wakati ambao inaonekana hapo. Lakini pia natakiwa tutumie vizuri visaidizi vya kutolea chakula mdomoni. Kuna zile toothpick zile ambazo tunaziweka kwenye wakati wa kusaidia kutoa chakula mdomoni. Unamkuta mtu amechukua toothpick alafu anaranda njia nzima anafanya hivi.
Yaani leo kwa leo wazuri kweli kweli, samaki sio wametoka wapi, sio wa bahari hawa. Hiyo ni aibu sana kuchukua toothpick ukao unatembea nayo mdomoni kutwa nzima ukao unafanya hivi. Ustaarabu mzuri wa chakula ni kwamba toothpick inachukuliwa, unachukua kavu yako ya mkono hii kavu ya mkono hii inakuja kwenye lip yako ya juu ya mdomo, inakuja hapa. Ikishakuja hapa, toothpick yako inakuja huku chini kama ambavyo unaweka mic huku, then baadaye unafanya shida yako. Ukimaliza toothpick ile unaiweka katika sehemu ama kitambaa kinachofuata pale mbele, mambo mengine yanaendelea. Lakini pia toothpick hatuweki mdomoni toka tunaranda nayo kuanzia kwenye meza ya chakula mpaka kwenye kiti mpaka unaondoka kwenye ukumbi wa chakula, bado toothpick iko mdomoni. Ni matusi makubwa sana kwenye ustaarabu wa chakula. Toothpick inaishia pale pale ambapo utakapokuwa umetumia kwa ajili ya kusafisha meno yako, na ustaarabu mzuri ni kwamba unatakiwa ubebe toothpick yako uende washroom ukasafishe meno yako, usikutue kule vizuri, urudi kwenye meza ya chakula ukiwa msafi na uko salama na unaendelea tena na harakati zako nyingine. Hii ndio nimesema haturuhusiki kutumia simu wakati wa chakula. Utaiweka pembeni yako mkono wa kulia ili kuwapa nafasi watu wengine kuelekea na harakati zao nyingine. Lakini pia hatutumii kujipamba wakati wa chakula. Kuna lile shati moja la kupiga picha. Unajua maana ya kupiga picha kabla ya chakula? Ni kwamba kuna watu hawawezi kupiga picha wakiwa hawana vile mapambo yao. Ndio maana mara nyingi sana picha za kitifaki zinapigwa kabla ya chakula, ili utakapokwenda kwenye chakula ukaondosha zile rangi ambazo umeziweka zinakupendezesha na vitu vingine, uwe huru, umeshakula, rangi zimeondoka, unaondoka na kwenda zako. Sasa kuna kwa na changamoto nyingine kama hii. Mtu anakwenda kwenye chakula, baadaye anatakiwa akapige picha ambazo picha hizo zitamfanya sasa aonekane tofauti na alipokuja mwanzo. Ikiwa hiyo ndo changamoto yako, chukua vipodozi vyako kaweke ukiwa washroom. Nenda washroom, kaeke tena sura yako vizuri, kaeke kila kilo ambacho unataka kukifanya kiwe vizuri, lakini si kutumia vitu hivi kwa kwenye meza ya chakula. Huu si katika ustaarabu wa chakula na si katika vitu ambavyo vinapendezesha watu kutumia katika mfumo kama hii. Pia tunakwenda kuangalia mtu anatakiwa kujifahamu mpangilio wa meza na sahani ndogo ndogo. Hii naomba tuiangalie katika mfumo huu. Unapoalikwa kuna simple na kuna complex dining, ile table ambayo imepangwa. Simple ni kama hii ambayo kwenye hii utakuta kuna sahani yako ya chakula hii, lakini hapa kuna glasi zako, hapa kuna kijiko na uma, hapa kuna kijiko na kisu, na hapa kuna uma zako zote mbili. Hivi vitu vinapokuja kwenye matumizi ni kwamba hii ni complex. Ile mwanzo ni simple, hii ni complex. Wakati fulani unaweza kaalikwa kwenye chakula ukakuta yani kwenye meza moja kuna sahani zaidi ya 3 au zimewekwa 3, 4, 5. Unaijuaje kwamba hii ni ya kwangu na hii ni ya mwenzangu? Ndio maana unakuta wakati mwingine mtu umekaa unavuta tu glasi ya mtu mwingine, unavuta sahani ya mtu mwingine, unavuta kijiko cha mtu mwingine, wewe unavuta. Hapa ni kwamba kitaalamu ni kwamba vitu vyote ambavyo viko mkono wako wa kulia hivyo ni vya kwako. Kwa maana kwamba baada ya meza yako imekuzunguka mbele yako, maana yake vilokoko mkono wa kulia hivyo ni vya kwako, na yule mwenzako mkono wake wa kulia ni vya kwake, yule mwingine mkono wake wa kulia ni vya kwake, huyu mwingine mkono wake wa kulia ni vya kwake. Watu nyote watatu mtakuwa mmekamilika, ama watu watano mmekamilika, na kila mtu atakuwa amepata sahani yake na kitu chake cha kutumia. Katika hivi vitu vyote vina kazi yake. Changamoto kubwa inayotokana hapa ni kwamba watu tunakosa taaluma ya matumizi ya vitu ambavyo tunavikuta juu ya meza. Hakuna kijiko kinacholiwa chakula, hakuna. Vijiko vyote ni kwa ajili ya supu na vimiminika vingine. Lakini unakuta changamoto inawekwa ni kwamba watu tunachukua vijiko vya supu na vitu vingine, baadaye tunakwenda tunatumia kama ni umeviona hivi vijiko hivi hapa viwili hivi ni vya dinner spoon ambavyo ni kwa ajili ya supu. Kama dinner ina supu, maana yake vijiko vyake ni hivi hapa. Visu hivi hapa hivi ni kwa ajili ya dinner knife, lakini ni kwa ajili ya salad. Hichi ni kwa ajili ya salad, hichi ni kwa ajili ya chakula. Hapa tunakuta kuna salad fork, yani kuna uma kwa ajili ya salad na kuna uma kwa ajili ya chakula. Lakini hapa juu tunakuta kuna glasi za aina mbalimbali ambazo zimewekwa. Mara nyingi sana ile sahani inayowekwa mbele yako baada ya sahani yako kubwa, ile inakuwa ndio sahani kwa ajili ya dessert. Yani baada ya chakula kuna kuja chakula kingine kidogo ambacho inawezekana ikawa pudding, inawezekana ikawa chakula chochote chenye sukari ama vitu vingine. Tukawa tunatumia hiyo sahani hapo. Kuna matumizi ya glasses. Hizi glasses zote sio sawa sawa. Na ningeomba baadaye mkija mkishia hizi muangalie vizuri.
Wakati mwingine unaweza ukawekewa glass 3, 4 au 5. Kuna glass ya white wine, kuna glass ya red wine, kuna glass ya maji na kuna glass za aina tofauti tofauti. Umewekewa glass 3, 4, alafu ukafungua, wewe shida yako ni maji, lakini umefungua glass ya red wine, maana yake utawekewa red wine. Wewe shida yako ni white wine, umefungua glass ya red wine, utawekewa red wine. Wewe shida yako ni white, kwa hiyo hizi glasi zote zina matumizi yake. Na ndio maana hapa tukasema tuzioneshe. Kuna hii glasi ya maji ambayo ni fupi kidogo, kuna hii glasi ya red wine ambayo ni pana ina mstari kidogo, kuna hii glasi ya champagne, lakini pia kuna hii glasi ya white wine na kuna hii glasi ya sherry glass ambayo ni fupi zaidi kuliko hizi nyingine zote. Ni tofauti na tulivyozoea katika glasi zetu zile za kawaida, one for all. Kwa hizi zinakuwa zinaenda katika mfumo wa tofauti. Kuna haya matumizi ya napkin. Napkin hii ni kile kitambaa tunachokuta kwenye meza, ambapo mara nyingi sana kitambaa hichi tunakiweka katika mapaja, lakini tunasema kitambaa hichi huwa tukimaliza kula kitambaa tunakiweka pembeni ya sahani, ndio taratibu wake. Lakini pia kitambaa hichi mara nyingi sana watu huwa wanakiweka kwenye shingo. Kitambaa hichi akifungu kwenye shingo, let's say kama mtu hii kuweka kwenye napkin, kuweka kwenye shingo, hii ni desturi ya kualisha watoto uji. Tunawekea watoto vitambaa hivi kwenye nguo ili wakichafua wachafue kile kitambaa na sio kuchafua nguo. Kitambaa hichi kistaarabu kwenye chakula cha watu wazima, basi natakiwa kitambaa hichi kikae kwenye mapaja na wala sio kufunga kwenye shingo kama vile ambavyo kinavyoonekana hapo. Lakini pia napkin hatufutii flu. Hichi hakifutui kamasi. Una shida na kamasi, basi unatakiwa uondoke uende kwenye eneo jingine kwa ajili ya kutatua hiyo changamoto ambayo unayo. Wala napkin tukimaliza iwekwe kwenye kiti cha meza, inawekwa kwenye sahani ambayo tumemalizia kula. Namna ya kula ni kwamba unakamata kijiko chako vizuri, na press na kidole hichi kwenye kijiko kile ili kuondoa changamoto ya ukamataji na vitu vingine vya aina hiyo. Naambia muda unakwenda, lakini tuende haraka kidogo ili tumalize slide 2 3. Kula kwa aina mbili, kuna ile American style na English style. American style ni kwamba kinachopeleka mdomoni chakula ni uma. Kwa hiyo hapa kwenye British style tunakuta ni kwamba yeye fork amekamata for right hand, lakini amekamata kisu kwa mkono wa kulia, anakata anapeleka mdomoni kwa right hand. Hiyo ni British style. American style ni kwamba unakamata uma, ni vice versa yake. Ni kwamba uma unakuja mkono wa kulia na kisu kinakuja mkono wa kushoto, unakamata unakula. Hiyo ni American style. Lakini tusitumie vitu hivi kwa ajili ya kuonesheana au kuelekezana kitu. Huwezi kumwelekeza mtu kisu ukamwambia sikiliza au onesha, ni vitu ambavyo pia havirusiki. Lakini pia wakati unapumzika chakula, tafadhali usiweke vijiko vyako vikagusa meza ya chakula, lakini pia usiweke mikono yako ikagusa meza ya chakula. Hiyo ni hatari, kwa sababu huwezi kujua meza imechukua kitu gani ikakuletea wewe changamoto kwenye afya yako ya baadaye. Hii ni kumaliza kula Kimarekani ama American style, na hii ni kumaliza kula kwa English style. Hizi ni aina tofauti. Kwa umemaliza kula, unaweza kaeka hii ni kwamba hii hapa chakula ukipendi, hapa nyingine nasema umemaliza kula. Naomba nimalizie kwa take away ambayo ni maneno machache. Take away yangu ina mambo 4. Jambo la kwanza tunasema usinywe kitu chochote ambacho kimefunguliwa ukiwa hupo. Na hii ni muhimu sana jamani, usinywe kitu chochote ambacho kimefunguliwa wakati ukiwa hupo. Mtu anakuletea juisi iko open, mtu anakuletea maji yako open. Huwezi kujua maji yamefanywa kitu gani wakati wewe hukuyaona akiwa yamefunguliwa. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili ni kwamba hakikisha unamaliza kinywaji kabla ya kuondoka. Ikiwa umeambatana na watu ambao huwafahamu na una dharura kwenda nje, maliza kinywaji chako ili ukija usikute kile kinywaji. Na ikiwa umekwenda umerudi kibaji kinywaji chako kimebakia, basi achana na hicho kinywaji, agiza kinywaji kingine ili uendelee na maisha yako ya kawaida kama ambavyo nakuelekeza. Jambo la tatu katika hii take away yangu, naomba tukumbuke kwamba tusiwe wateja wa mgahawa au chakula fulani. Kwamba mimi kila siku lazima nikale Rozana hoteli pale Posta. Saa 7 lazima nikute pale. Na mimi nikinda pale aidha nakula wali kuku au nakula ugali samaki. Kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo inapatikana ugali samaki na wali kuku bora. Hapana. Badilika kutokana na uhalisia wa maisha yako. Hiyo ndio salama yako na hiyo ndio ubora wa chakula chako. Kwa hiyo usiwe mteja wa chakula fulani na mahala fulani kila siku. Tunasema kwenye take away na safety, hiyo nayo ni hatari. Lakini pia ukiwa umealikwa, angalia kinachotumwa na mwenyeji wako. Lakini pia epuka kuagiza chakula au kupendekezewa chakula. Ikiwa umekwenda sehemu na mwenyeji wako, basi hakikisha unaepuka kuagizwa chakula ama kumfanya yeye ndo muhusika wa kukuletea wewe chakula katika maeneo hayo.
na kila mtu anapokwenda sehemu basi hakikisha anaagiza chakula kile ambacho yeye mwenyewe anachokihitaji. Kwa hiyo nasema hii katika hii take away ni mambo ya msingi ambayo ya kuzingatia katika session yetu hii, na baada ya hapo naona nitakuwa nimemaliza. Niwaambieni asanteni sana na kwa kunisikiliza, na narudisha mic hii kwa mtaalamu. Asante sana. Makofi mengi kwa ajili yake. Makofi hatoshi.